Naitwa Mliko Jiko kutoka EWURA CCC, afisa uendeshaji wa masuala ya uangamizi. Leo tuko hapa kwenye maonyesho ya Sabasaba ya Msimu. EWURA CCC tumekuja hapa kufikia mtumiaji wa huduma za nishati na maji ambazo ni sekta ndogo ya umeme, kuna sekta ya mafuta, kuna sekta ya gesi asilia pamoja na sekta ndogo ya maji safi na usafi wa mazingira. EWURA CCC imeanzishwa kwa ajili ya kulinda na kutetea maslahi ya watumiaji wa huduma hizi. Na sisi EWURA CCC tumefika hapa ili kuhakikisha kwamba mtumiaji anapata taarifa sahihi. Tunaamini ya kwamba mtumiaji mwenye taarifa sahihi ndiye mwenye uwezo wa kuwa na nguvu ya kuelewa nini kinapaswa kupata kama haki yake, lakini wajibu wake wa msingi. Kwa EWURA CCC tumekuja hapa tukisogeza elimu kwa mtumiaji ili aweze kuwa na uwezo wa kupata taarifa sahihi ambazo zinazunguka huduma za nishati na maji. Kwa mfano, kwenye huduma za umeme, mtumiaji anapaswa afahamu ya kwamba wakati mwingine tunapokuwa tukitumia huduma hizi, mtu anaweza kaona umeme unaisha haraka. Ziko njia za kutumia umeme bila kuwa na gharama kubwa na bila kuwa umeibia shirika kwa maana ya TANESCO. Kwa mfano, unapotumia umeme hakikisha ya kwamba umetumia mafundi. Wakati wa maunganisho ya umeme unatumia mafundi wenye vibali na leseni za EWURA. Fundi mwenye leseni ya EWURA atahakikisha kwamba umepata maunganisho yaliyo sahihi. Lakini kitu cha pili kwenye umeme, taarifa ambayo ni ya muhimu watumiaji kuifahamu ni kwamba ni lazima utumie vifaa bora. Unapotumia vifaa bora utalinda moja, gharama za matumizi, kwa sababu unapotumia vifaa vibovu inaweza kuwa vinavujisha umeme na ukajikuta unatumia gharama kubwa. Lakini pia kuna riski, hatari ya pengine ya kuunguza vifaa vyako vya umeme na vitu ambavyo vikakusababishia ukapata hasara. Lakini kwenye umeme pia ni muhimu kuhakikisha ya kwamba unapotumia umeme, miundombinu yako ya umeme lazima ikaguliwe kila mara. Kwa majumbani ni muhimu miundombinu ya umeme ikaguliwe kila baada ya miaka 5. Hii imewekwa ili kuhakikisha kwamba una miundombinu ambayo ni salama kwa matumizi yako. Na wakati mwingine watumiaji wanalalamika umeme unaisha haraka. Kwa nini umeme unaisha haraka? Huenda umeme unavuja. Kwa hivyo kama haukagui miundombinu yako ya umeme, unaweza ukajikuta kwenye hasara za kutumia fedha nyingi kutumia umeme. Lakini taarifa nyingine muhimu kwenye upande wa maji, wakati mwingine watu tumekuwa na malalamiko ya bili kubwa za maji. Bili kubwa za maji, kabla haujakimbilia kulalamika kwamba unapata bili kubwa ya maji, jiulize maswali yafuatayo. Je, unahakiki usomaji wa mita yako ya maji? Unapotumiwa ujumbe kwamba hakiki usomaji, unahakiki? Watumiaji wengi hatufanyi hivi. Kwa hivyo kabla haujakimbilia kusema bili ni kubwa, hebu jiridhishe kama usomaji wa mita uko sahihi. Lakini kitu cha pili, chunguza kama kuna mivujo yoyote ya maji katika eneo lako unaloishi. Inawezekana kuna mivujo imefichika inasababisha upate bili kubwa. Taarifa hizi wakati mwingine sisi watumiaji tunakuwa hatufahamu na tunajikuta tumetumia bili kubwa za maji, au tunaanza kunung'unika na kulalamika ya kwamba mamlaka ya maji inachaji gharama kubwa, kumbe ni changamoto ziko upande wetu. Kwa hivyo tuko hapa kukuambia mtumiaji ya kwamba ni muhimu kuchunguza miundombinu yako ya maji ili kujiridhisha kwamba hakuna maji yanayopotea. Lakini kwenye nishati ya gesi, hususan kwenye LPG kwa maana ya gesi inayowekwa kwenye mitungi, watumiaji wengi pia kuna kitu ambacho hatukifahamu sana, ambayo ni pointi ya muhimu kwenye usalama wetu. Unaponunua mtungi wako, jitahidi kusafirisha ukiwa umeusimamisha ili kuepusha mtikisiko ambao unaweza kusababisha gesi kuvuja. Lakini utakapokuwa nyumbani, hakikisha mtungi wako wa gesi umewekwa sehemu yenye hewa nyingi. Kwa nini sehemu yenye hewa nyingi? Ikitokea kuna uvujaji wowote, ile gesi ambayo imevuja itasambaa na hivyo haitajirundika, kwa sababu kitaalamu gesi ile ya kwenye mtungi ni nzito kuliko hewa ya kawaida. Kwa hivyo utakapokuwa umeiweka kwenye kikontena fulani,
gesi ile kama inapotea, utakapokuwa unasikia harufu, kwa sababu gesi ya majumbani ile kwenye mitungi ina harufu, na ile harufu imewekwa ili kuhakikisha kwamba kama kuna leakage uweze kuisikia. Kwa hivyo inapokuwa kwenye hewa ni kitu cha muhimu sana kwa usalama wako mtumiaji, kwa sababu utakuwa katika mazingira ya kutokuwa na gesi iliyorundikana sehemu moja, itakuwa inapotea na kusambaa, hivyo inapunguza athari za kulipuka kwa moto. Lakini pia kwenye matumizi ya mafuta, kitu cha muhimu ambacho watumiaji tunapaswa kukifahamu ni kwamba unaponunua mafuta, kabla ya kununua mafuta jiulize, unafahamu bei ya mafuta? EWURA hutangaza bei za mafuta kila Jumatano ya kwanza ya mwezi. Kwa kabla haujapeleka chombo chako cha mafuta, cha usafiri kwenye kituo cha mafuta, jiridhisha unafahamu bei. Unaweza kupata bei hizi kwa kufuatilia tovuti ya EWURA ambayo hutangaza kila Jumatano ya kwanza ya mwezi, au mitandao yao ya kijamii, au kwenye mitandao yetu ya kijamii ya EWURA CCC. Kwa hivyo hakikisha unafahamu bei. Lakini unapojaza mafuta pia hakikisha kwamba pampu inaanza kusoma kwenye sifuri, kwa sababu ukikutana na wafanyabiashara ambao sio waaminifu, ataanza kujaza mafuta alafu pampu ile imechezewa ule mkono wake, ile dispenser ya mafuta. Hakikisha inaanzia kwenye sifuri upate ujazo halisi wa mafuta. Lakini muhimu zaidi, chukua risiti. Na hii ni moja ya changamoto ambayo tunakutana nayo. Watumiaji wengi hawachukui risiti na wanasema ya kwamba haisaidii kitu. Lakini tunaomba tukukumbushe mtumiaji, utakapochukua risiti hii, moja ni kinga yako itakapotokea changamoto, mafuta yale yana shida. Hiyo risiti ni ushahidi kwamba umenunua mafuta kwenye kituo hicho, na hivyo rudi kwa mtoaji wa ile huduma kama kuna changamoto muweze kuitatua. Lakini ikiwa atakukatalia, ile risiti yako ni ushahidi wa kufaili lalamiko lako, na sisi EWURA CCC tutakushauri na kukusaidia hatua kwa hatua unapofaili lalamiko lako kwenda EWURA. Na kitu kingine, inashauriwa kujiepusha kutumia vituo vya mafuta ambavyo havijasajiliwa. Tunafahamu ya kwamba kule maeneo ya nje ya miji kuna watu wengine wanauza mafuta kiholela. Ni hatari kwa usalama wetu. Lakini pia EWURA wanarahisisha maisha kwa kuanzisha vituo vya bei nafuu vijijini. Tunawashauri watumiaji, ili kulinda vyombo vyao vya usalama, wahakikisha wanatumia mafuta kutoka kwenye kwenye vituo vya mafuta vyenye leseni ya EWURA.